Mgeni wetu tayari ashaingia hapa. Tunamkaribisha kijana ambaye ameandika historia mpya katika taaluma ya masuala ya sheria. Na ni usimamizi wa sheria. Usimamizi wa sheria. Sio sheria kwenye usimamizi. Wao wanasimamia utekelezaji wake wa sheria. Kwamba sheria sawa zimeshatungwa. Sasa lakini wanaosimamia sheria maana yake kwamba wanatakiwa yupo hapa atatueleza, wanaweza wakawa wao wako juu zaidi, yani wanajua sheria kuliko hata wale wenyewe wanaotunga. Hayo umesema wewe, atatufahamisha zaidi. Sasa karibu. Mgeni wetu ni Cynthia Edmund Yalimba, ni mhitimu wa shahada ya sanaa ya utekelezaji wa sheria, law enforcement kwa lugha rasmi ya yenyewe kutoka ya Kiingereza au maana ukisema lugha rasmi ipi sasa ya Kiingereza au ya kufundishia Kiingereza kutoka shule kuu ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ameibuka na rekodi ya ufaulu wa juu ya GPA ya 4.4, rekodi ambayo haijawahi kufikiwa tangu kuanzishwa kwa kozi hiyo mwaka 2009. Cynthia anatoka katika mazingira ya kawaida. Madege ametuambia hapa. Kwa hiyo atatufahamisha zaidi, lakini kwa kudokeza tu, mama ni mama lishe, mama kwa maana mama ntilie, baba ni fundi magari. Lakini pamoja na changamoto zote ameweza kuvuka vizingiti na kuwa mfano wa kuigwa kwa vijana wengi nchini. Leo tunataka kusikia safari yake, lakini pia changamoto, siri za mafanikio, kozi yake na maanisha nini, na namna ambavyo vijana wanaweza kujifunza kupitia mfano wake. Karibu sana. Tunasema kwamba chuo kupata alama za juu kiasi hiki ni ngumu. Ni ngumu, kwa kweli ni ngumu. Karibu sana. Asante sana. Kwa wanaokusikiliza leo, unaweza kutueleza kwa kifupi kuhusu wewe? Cynthia ni nani? Cynthia ni mhitimu. Cynthia ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa shahada ya sanaa katika usimamizi wa sheria ama utekelezaji wa sheria. Nimezaliwa mwaka 2003 mwezi wa 6. Ni mtoto wa kwanza kwetu kuzaliwa. Kwa sasa makazi yangu ni Njombe. Ninapenda kusoma, napenda kujifunza, napenda kujifunza vitu vipya. Napenda kufanya vitu vigumu. Unapenda kufanya vitu vigumu? Ndio napenda. Vitu gani vigumu? Sheria ni kitu kigumu? Hapana, kwa kiasi chake. Inategemeana na mtazamo wako. Unajua kitu chochote mwanzo unapokichukulia ndio kitakupeleka hivyo. Kwa hiyo ukisema ni ngumu, basi vitakuwa vigumu vigumu. Kwa hiyo baada ya kusema vitu vigumu, tuseme vitu ambavyo wengi hawapendi kuvifanya. Vitu ambavyo wengi hawapendi kuvikabili, kitu kama hicho. Cynthia, kwa binti ama hata vijana wa kawaida, mazingira ya chuo yanakuwa ni mazingira yenye vishawishi vingi sana. Ulitarajia kuvunja rekodi hii ambayo kwa miaka 15 na kuwa mwanafunzi ambaye amepata alama za juu kabisa, na hili liliwezekana vipi? Hapana, sikutarajia. Umemuuliza vitu viwili hapo. Matarajio na kwamba iliwezekana vipi. Kwa hiyo hakutarajia kimoja akasahau jingine. Kwa mwanzoni kabisa sikutarajia. Na hata hivyo wakati naichagua hii kozi, tulikuwa form 6. Nilikuwa najiuliza, watu walikuwa wanasema tulikuwa tunauliza ni VHJ unaweza ukasoma kozi gani chuo? Utasikia sociology, sheria, ualimu nini. Kwa hiyo najiuliza hakuna kozi nyingine mbali na sheria au ualimu, yani hizi ambazo kila siku tunazijua. Ndio nikasikia kuna law enforcement. Kwa hiyo nikasema nitaifuatilia, nitaifanyia kazi. Kwa hivyo na kwenye nikana nitafuta mtandaoni nini, ikanivutia na nikakumbuka ikajumuisha pia watu wa uhamiaji, ni kitu ambacho huwa nakipenda. Sare zao zile dark blue na hata polisi kwa yule msikilizaji wetu wa radio, mavazi yale ya watu wa uhamiaji, kama ushawahi kwenda uhamiaji ama ukakutana nayo,
ndio leo Cynthia aliovaa hapa yanafanana hivyo. Ukipata bahati ya kuingia kwenye channel yetu ya YouTube utashuhudia hilo, lakini kwa wewe ambao unatufuatilia kwenye matangazo haya kwenye radio moja kwa moja na humuoni, basi amevaa mavazi yanayofanana hivyo. Kwa hiyo napenda sana masuala ya uhamiaji. Kwanza kabisa nilikuwa na zile sari zao, yani tu visual impression nazunga nasema ziko tu zinanivutia. Alafu nakumbuka wakati tunasoma shule ya msingi, mwalimu anasema dati nayo kupangia ndio hilo, amna kuhama ola kwa uami. Kwa hiyo utasikia uhamiaji haramu wapi? Yani kama umema dati lako umeenda kwenye dati jingine, wewe ni uhamiaji haramu. Kwanza najiuliza uhamiaji haramu ndio kama tu dati. Kwa hiyo nikaa natamani kujua uhamiaji haramu. Alafu muda mwingine kwenye ukisikiza taarifa habari unasikia uhamiaji haramu wamekamatwa, uhamiaji haramu sijui boti imezama, uhamiaji haramu hivyo. Kwa hiyo nikaa napenda, nikaa nasema natamani kufanya kazi na watu. Sawa, acha tukurudishe sasa hapa kwenye kuna hili jambo kidogo. Hii kozi kidogo kama ina mkanganyiko kidogo, yani haijakaa sawa sawa. Hata wewe mwenyewe pia ulisema haisikiki sana. Unaweza kutueleza kidogo kuhusiana na hii sanaa ya utekelezaji wa sheria? Kuna watoto, kuna vijana wengine wanasikiliza, wangependa kutaka kujua kuhusiana na hii kozi ya sanaa ya utekelezaji wa sheria. Ni program au taaluma ambayo imewekwa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wanataka kufanya kazi na vyombo sana vya usalama na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa mfano TAKUKURU, uhamiaji, vitengo hivi vya kuzuia madawa kulevya, kuna TRA pia mambo na forodhani huko. Kwa hiyo inataka kuwasaidia kuwajengea uelewa wa kisheria, taaluma ya kisiasa, kwa sababu hii kozi haipo upande mmoja tu. Yani sio sheria tu kama sheria. Nakumbuka wakati tunasoma ina mambo mengi ambayo yote yanalenga kitu kimoja, lakini mambo mengi. Kwa mfano tulikuwa tunasoma mwaka kwanza tulisoma somo la social psychology. Tulikuwa tunajifunza mhalifu ni nani, jinsi ya kutambua kwa nini mtu anakuwa mhalifu. Sasa hiyo imekaa kisaikolojia zaidi. Kwa hiyo utagundua sio sheria tu, sheria kama sheria hapana. Imekaa pia kisaikolojia, mambo ya sayansi ya siasa, lakini pia sayansi wanasema forensic investigation. Mambo ya kutambua alama za vidole, ushahidi ambao unaweza ukapatikana kwenye eneo la tukio kwenye makosa ya jinai. Kwa hiyo utagundua ni mambo mengi ambayo yote yanalenga kitu kimoja, kusimamia utekelezaji wa sheria. Lakini sasa sisi tunadili na jamii moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu sawa ni mwizi, lakini ni lazima ujue nini kimemfanya awe mwizi. Kwa nini watu wanakuwa wahalifu? Tulikuwa tunasoma hizo theory mbalimbali. Kuna nyingine zinasema mtu anazaliwa, kuna watu wanazaliwa mwizi. Ukimwangalia tu pua yake, unajua kuna watu ukimwona tu huyu sio kibaka huyu hivyo. Lakini pia kuna nyingine labda malezi, mtu aliyokulia, mazingira yanayomzunguka yanampelekea hivyo. Kwa hiyo ni kozi fulani nzuri sana. Wazungu wanasema multidisciplinary, inaweka vitu vingi japo vyote vinalenga kitu kimoja. Sawa. Tukizungumza na vijana wengi ambao walifanya vizuri kidato cha 4, kidato cha 6, walikuwa wanasema sisi bwana tangu zamani tumelelewa namna hiyo, tupende masomo, vile vitu vya anasa tulikuwa tunaondolewa. Kama yule ambaye unamkumbuka mtoto wa mkurugenzi wa mkurugenzi wa uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Ramadhani Kailima. Mwanae alishakuwa mwanafunzi bora wa kidato cha 6 na tulizungumza naye hapa. Akisema muda wa kuangalia televisheni haukuwepo. Yaani ule muda wa kuangalia televisheni. Wewe kwako mafanikio haya yote ya kupata daraja la juu ama daraja la kwanza kwa alama 4.4 yametengenezwaje mpaka umefikia hapo? Kwanza kabisa naweza nikasema ni kila mtu atasema Mungu, Mungu hatuwezi kutoa nafasi yake. Tusingekuepo, nisingekuepo, isingewezekana chochote. Lakini pia Mungu amenisaidia kuwa na juhudi endelevu na bila kukata tamaa. Sababu nakumbuka ndoto yangu ya kupata, yani kufanya kitu kikubwa, yani kitu cha tofauti, ilikuwa tangu zamani. Nakumbuka nilipokuwa darasa la 7 nikasema Mungu, nataka nikimaliza masomo yangu ya darasa 7 nataka niende zile shule za vipaji maalum. Kule nyumbani kuna shule inaitwa Ana Makinda kule Njombe. Nilikuwa naenda watu wanafaulu sana. Kwa hiyo nikatamani Mungu naomba nisaidie niende. Basi
nikafanya mtihani, nikapata A 2 tu. Japo nilikuwa na wastani wa A wa jumla, lakini hazikutosha, nikafaulu tu shule ya kata ya kawaida. Form 4 tena tumesoma shule za serikali. Na chimbuko lako ni shule za kata? Ndio. Kwanza form 1 hadi form 4 tena nikasema Mungu, nataka nikimaliza form 4 nipate division 1 ya single digit, ile labda ya 7, ya 8, ya 9 iishe. Basi tukafanya mtihani miaka yote 4 nikapata ya 12. Yale tamaa zako zile hazikufika. Kisema haya, tukaenda hapo sasa nikachaguliwa Tabora Girls. Nikasema nikaa nasikia sasa matokeo ya wale waliokuwa wametangulia mbele yetu. Wani alipata 5 HGL. 5. Kasema mimi nataka nipate 4. Kama napata 5 basi 4. Maana kwa sema nataka nipata 3. Kupata hii ya history ni ngumu hivyo. Basi mimi nikasema basi mimi nataka tu 4. A ya geography na A ya language afu history tuseme B 4. Basi tena matokeo hivyo tukapata 5. Unakosa alama moja. Yaani kila nikitamani kufikia malengo fulani yanashindikana. Ulipokuja chuo ulitamani pia? Ndiyo. Ulitamani. Ulitamani nini wakati unajiunga na chuo? Kwenye alama. Wakati tunafika sasa pale mwanzoni tunajua walimu wanasema kwao. Sema jamani, mtu asiwadanganye, asiseme GPA sio chochote. Unajua kuna wale wanasema kwa GPA nini? Kuna watu wana GPA na wako mtaani. Kwa anasema GPA itakuwa sio issue kama unayo. Ila kama huna GPA inaweza ikawa issue. Kwa hiyo kwanza pale nikaona umuhimu wa kupambana, kupata kitu kikubwa. Kasema kama watu kwa mfano kuna wengine pale labda wamemaliza, wamefaulu vizuri, wanabakishwa pale pale, wanakuwa wanasomeshwa, wanasoma masters, wanakuwa walimu pale pale. Kwa hiyo mimi nikasema kama wampata hii hapa inaitwa upper second sasa kuanzia 3.5 hadi 4.3. Upper second. Mbona wanabaki? Mimi nikipata ya juu kabisa sitaenda kusoma hata Uingereza. Kwa hivyo. Nikasema kumbe inawezekana. Basi nikaanza kupambania. Wao wasema wewe unasoma sana kama upo advance. Sisi tunasoma kila masaa, unasoma. Kikubwa unajua unachokitafuta kwa watu hawataki kukushughulisha kama unajua unachokifanya. Basi lakini pia mwaka wa kwanza matokeo yangu yalikuwa mazuri sana. Ilikuwa GPA ya 4.2. Mwaka wa kwanza. Japo nikatambulika kama best student kwa darasa letu. Kingaliza 4.2 mpaka zifike 4.4. Ina maana mwaka pili na tatu inabidi niwe mpata 4.6 na kuendelea ili uweze kubalance sasa na kwanza, maana yale matokeo yanajumuishwa kuanzia mwaka wa kwanza mpaka wa 3. Wanajumlisha yote, wanatafuta wastani ndio inakuwa matokeo yako. Hawachukui labda mwaka wa 3 tu, hapana. Yote. Kwa hiyo mwaka nakumbuka sasa ndivyo kwa mwaka wa pili nilikutana na huyu hapa mkaka, yeye kwanza masomo engineering, uhandisi. Akawa nifunga kwenye tunazile akaunti zetu zile za chuo. Zina kila kitu. Matokeo nini Iris. Nikaona Iris yake anajipea 4.8. Kasa Mungu wangu. 4.8. Alafu sasa hapo tena ndio zile kelele kwamba shule kuu ya sheria haijawahi kutoa first class. Sijui miaka 32. Mwisho kupata ni Mahmud Majambo huyo. Sasa hiyo ni kwa sheria. Ambaye yani ni mzee, yani ukimwangalia ni mkubwa tayari, ameshakuwa mtu mzima sana. Kwa hiyo ni muda mrefu, fikiria miaka 32. Si mtu kabisa huyo amezaliwa amekuwa. Kwa huko nimeona 4.8. Huko tunasema haiwezekani. Yaani haiwezekani, ni ngumu sana, watu wanaishaga 4.3, labda 4.2, 3 hivyo. Basi mimi nikasema nitajaribu kwa nafasi yangu. Ila nilipoona ile 4.8, 4.5 nikasema kumbe inawezekana. Kwa kuanzia pale nikaanza kufanya kazi. Na kweli Mungu alibariki. Kazi mtu atatamani sasa hapo. Unajua kwa namna ambavyo umefaulu kwa kiwango hiki, kuna yule ambaye anataka na yeye aje kuwa kama wewe, kwamba na mimi nataka nifaulu kwa daraja la juu. Yaani nini unatakiwa kuzingatia ukiwa chuoni? Kwanza nidhamu. Hautakiwi kusema mimi nimetoka form 6 na 1 ya 3 na 1 ya 4. Masomo ni yale tu. Nadhani kila hatua ya masomo ina uzoefu wake wa kitofauti. Masomo ya form 4 sio sana, ya form 6 sio sana, chuo kikuu. Kwa hiyo kwanza unatakiwa kuwa na nidhamu, uwe tayari kujifunza. Usijione kama mimi najua. Nikisoma tu siku moja nasema mimi kama historia ambayo nilikuwa tunaingia shwa na pitia naingia kwenye mtani na natoboa.
sijajua kwa uzoefu wa wengine, lakini kwangu mimi naona nidhamu ni kitu cha muhimu. Kubali kujifunza, jishushe. Utajua vitu vingi. Mwenye kuna wakati nilikuwa naona hichi kitu nakijua. Kwa mfano labda mwalimu ameuliza swali, sema kinajua. Labda umeonyesha mkono mwalimu hajakuona, akamchagua mwingine. Afu akajibu kitu tofauti na kile ambacho kuona kijua. Na afu mwalimu anasema umepata. Kwa hiyo unasema kumbe nimekosea. Kwa hiyo siku inabidi ujifunze. Lakini pia kuweka ratiba. Kila kitu kinataka ratiba. Kuna muda sawa wanasema choo bata. Kuna muda utakula bata, kuna muda utatakiwa kusoma, kuna muda itabidi uhusiane na jamii, kuna misiba, kuna sherehe, kuna maisha ya kila siku. Kwa hiyo lazima wakati unafunga chuo unarudi nyumbani, unakutana na wazee. Sasa hapa kwa ukirudi chuo afu nitakurudisha tena chuo hapa. Ukirudi nyumbani, sasa umetoka chuo unarudi nyumbani. Ukifika kule mama anapirika nyingi za kuandaa chakula, kwenda kuuza, baba naye huko kuna magari ya watu yameharibika, anakwenda. Ulikuwa unatengeneza mazingira gani ya kuhakikisha kwamba unasoma vizuri, unapata muda mzuri wa kutulia na kusoma vizuri? Kwanza ni sahihisha hapo kidogo, baba ni dereva. Ni dereva, dereva magari. Naam. Kweli, kwa mfano sasa mimi mamangu, yani alikuwa very strict. Hakuna ile eti mama mimi kesho na mtihani, sifanyi kazi. Yani hamtuelewana. Sasa unasemaje? Hivyo, kazi nani kufanya hivyo? Na kwetu sisi tupo 7. Wengine wadogo, mimi ndo wa kwanza. Kwa hiyo kazi zinafanyika. Yaani nakumbuka hadi siku mtalengo wa taifa form 4. Unasafisha, unafanya usafi nyumbani ndio unaenda shule. Ilikuwa shule ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo mwisho wa siku unazoea, unaona kazi ni sehemu ya maisha yetu. Kuna wakati unatoka shule, unapitia kazini kwa mama hivyo. Kama kuna kuchota maji, kuosha vyombo, unaosha vyombo unaenda. Na kwa kweli mimi nilikuwa naona vile mama anapopambana, nikasema nisome tu. Mimi nachoka, kwa hiyo nisome. Japo kwa kweli kazi ni baraka. Kazi yote ni baraka. Kazi sio laana. Kwa hiyo nilikuwa na jitahidi. Labda unaamua ngoja leo nitafanya usafi usiku, asubuhi labda nitamka saa 10 hivi, nitasoma. Lakini kwa chuo mara nyingi sasa si ninakuwa chuo muda tu kwa kutosha. Ushinde tu. Chuo kuna makundi. Yapo. Uliyakwepaje? Yale makundi ambayo yanakushawishi, jioni mnatoka mnakwenda zenu, mnaita viwanja, mnakwenda viwanja, mnastarehe huko. Umewezaje kukwepa makundi haya? Au umekwenda lakini na bado umeweza kufaulu? Kwanza kwa imani yangu mimi ni msabato. Kwa hiyo kuna standards ninazo. Kuna vitu nafanya, viwango vya maisha umejiwekea. Kwa hiyo mambo ya club sio vitu vyangu. Kutoka sana, tukazungumza sio vitu vyangu sana. Japo na sio kwamba ndio stock inatoka. Lakini sio vitu vyangu sana. Lakini pia mimi naona kwenye maisha kama unajua unachokifanya, watu hawawezi kukuyumbisha. Yaani eti nimetoka nyumbani mimi tu ni mtu fulani hivi. Eti kwa sababu nimefika Dar es Salaam chuo, wazazi hawapo, kwa hiyo unajilipua tu, unalipuka. Kama ulikuwa unarudi nyumbani saa 12, kwa sababu upo chuo hamna nini kuona, unarudi kwa saa 6. Nadhani uhuru una gharama zake, kwa hiyo unabidi kutumia vizuri uhuru. Hebu tupe mbinu kidogo ama ratiba za masomo ulizotumia na ungependa kuzishauri kwa wanafunzi wengine. Kwa sababu Madega amesema hapa sawa umesoma na nini. Mbinu lakini au ratiba ile inakaaje? Kwanza sikuwa na ratiba nzuri sana. Maana mambo muda mwingine yanakuwa mengi. Labda nasema leo nitasoma kitu fulani. Alafu labda mmepewa assignment. Nitakusanya kesho. Kwa hiyo muda wote nitatumia kuifanya ile assignment baada ya kusoma. Mimi nilichojiwekea ni kila siku, yani nisilale sijasoma kitu. Yani umeshinda siku nzima, umeenda chuo, umerudi, afu unalala hivyo. Yani nilikuwa nimejiwekea kwamba ni lazima nitakuwa najikumbusha chochote kitu nilichokisoma. Kama ni lecture ambayo tumesoma au masomo ya nyuma ambayo tayari tumeshasoma, nipitie tu kidogo. Yani hata kama ni kidogo. Hata kama tu ni definition ile, maana ya kitu fulani. Yani nisome tu. Lakini siku isipite bure. Sawa. Kuna hili swala na muda nao unatutupa mkono, unakwenda mbio sana. Swala la wanafunzi
utatuambia hapo. Manake Mohamed amepita chuo, mimi nimepita, tunajua wakati mwingine tunasikia na tunashuhudia wanafunzi wa kike kupendelewa na baadhi ya wahadhiri kwamba anampendelea kwa sababu ana jambo labda pengine anatamani linaweza likawa hili, na wakati mwingine anachukiwa kwa sababu matarajio ya yule mhadhiri dalili hazionekani kwamba huyu sie. Sasa na kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka na mitihani yako, anaweza akafanya chochote kile ukajikuta hivyo. Uhusiano wako na wahadhiri ulikuwaje? Kwanza nadhani mara nyingi, lakini kwanza ili tulokuuliza yapo haya mambo yapo. Nakumbuka hata kuna wakati kuna huyo msichana hivyo alikuwa anafuatiliwa na mwadhiri, uzuri. Sasa chuoni kuna taratibu, kama unakutana na tukio kama hilo, kuna kabisa kuna ile dawati, sijui dawati la jinsia. Kwa hiyo unaweza pale ukaenda ukapeleka concern yako ikashughulikiwa. Ila ukiamua kupambana kike, basi ndio unaweza ukakutana na hiyo unapunguziwa max, unafanyaje, lakini kwa kawaida ni lazima ukaripoti sehemu inayohusika. Lakini pia muda mwingine, kwa nini wanajikuta hapo kwenye heka hivi na wahadhiri, labda alipata max chache, kwa sasa inabidi sasa aende ofisini akabagaini. Na sasa ukishakuwa umeshajiweka chini ya mamlaka ya mtu, ndio hapo kubaliana na lolote. Sio kwamba labda kutokana tu na haiba yake, muonekano wake, labda sijui labda, lakini mimi hajai kunikuta muonekano wangu hujashika. Unawashauri wenzio wa kwepe hayo? Maana wewe ni mtu wa dini, umeshika dini, unamwegemea zaidi Mungu. Ndio Mungu amekupa hizi max kwa jitihada alizokupa, na wewe ukafanya hivi na ukamwomba na hatimaye ukapata alama hizi. Ushauri ulikuwa hapa wenzako, ushauri kwamba jamani tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio, lakini pia unajua maisha ya chuo ni maisha fulani hivi, kila mtu anasema hapa kila mtu ni mtu mzima. Hamna mtu aliyeletwa na mzazi. Kila mtu anakuja mwenyewe. Utakuja peke yako, ulikuja peke yako, utaondoka peke yako. Wengi hawapende ushauri kwa kawaida. Lakini kadri unapopata nafasi, unamshauri mtu. Lakini sijai kukutana na watu wa hivi. Kusema ukweli mimi binafsi sijai kukutana nao. Na mimi sijai kupitia hizo kashikashi. Kwa sababu kulisemea sana. Sijai sana. Sawa. Ujumbe wako ni upi kwa wazazi wanaodhani uwezo wa mtoto unatokana na uwezo wao wa kifedha? Ukiangalia kabisa watoto katika hali uliyotokea, ni nini unaweza ukazungumza kwa hawa wazazi? Kwanza hakuna mtu ambaye anatakiwa kujidefine, nakosa neno la Kiswahili, kujipambanua kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi au hulka yake. Yaani kuna vitu vingi vitakupambanua. Achana na hiyo mingine. Juhudi zako zinaweza kupambanua zaidi. Maarifa yako, ufahamu, vitu unavyopendelea kujifunza hivyo. Kuliko hivi vitu vingine. Kuna vitu vingine sasa ndio tumewekewa. Umezaliwa kwenye familia ya mama lishe, kwani kuna mtu anaandikiwa Mungu nataka nizaliwe kwa Baresa. Hamna. Kwa hiyo kuna vitu vingine hauwezi kupambana navyo hata kama ukitaka. Lakini ukiamua kuweka juhudi, ukimtanguliza Mungu, ukapenda kujifunza, kujishusha na nidhamu, vitu vinawezekana. Ila ukisema sisi hatuna uwezo, kwa hiyo kwanza tutoto tu wanasoma hizi shule zetu hizi. Lakini kwa kawaida kumbe shule hizi zina uwezo wa kutoa watu wakubwa kabisa. Kwa mfano mimi nilivyofanya Tabora Girls, nikasema Mungu wangu, hii shule ya vipaji maalum watu wanafaulu sana. Mimi nilikuwa nani ya 12. Kuna watu nani za 7. Amepiga A zote. Yaani ile masomo 18 amepiga yote A. Sasa nikajiuliza Mungu naenda kupambana na watu wapata mai yote. Ukiangalia pale St Francis, sijui Feza, watu wakubwa wakubwa. Kwa hiyo nikajiuliza nitaweza kweli. Lakini hatimaye ukaweza. Matarajio yako kwa sekunde chache sana. Matarajio yako baada ya kupata alama hizi. Yaani unajua kila kitu ukishapata hivi unaona mimi kumbe ni wa hapa juu. Nini matarajio yako sasa kwa kupitia hizi alama? Sitaki kuishia hapa, nataka kusoma zaidi. Masters, ikiwezekana na PhD.
Lakini sana sana natamani pale nibaki UDSM nifundishe. Sawa, basi tunakushukuru kwa hilo leo panga la kufundisha. Nafikiri tutakuja kukutana huko, na mimi pia napenda sana kufundisha. Asante mwalimu mwenzangu. Asante sana. Na hongera pia kwa jitihada kubwa hizi. Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza hivyo hivyo. Amin, amin. Naam, ni Thinsia Edmund Yalimba. Tunashukuru kwa moyo wako wazi na kutushirikisha katika safari yako, changamoto zako na mafanikio ambayo leo yamekuwa dira kwa maelfu ya vijana nchini.